إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. ndugu zangu Islam, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia salamu nyingi kipenzi chetu mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam, tutakumbushana katika masiku haya, masiku ambayo kwa rahma za Allah subhanahu wa ta'ala ni katika masiku yaliyokuwa bora, yaliyochaguliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, fastafa wajtaba minha ma shaa bihikmatihi, masiku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyachagua masiku hayo kwa vile anavyotaka yeye kwa hikma yake. Na kama mnavyofahamu, mawasim, wakati wa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na kujikurubisha kwake, nyakati hizi huwa haziishi, zinakwenda na zinajirudia miaka na miaka, na hayo yote yanafanyika kwa hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mtukufu anasema, wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Allah subhanahu wa ta'ala anaumba vile ambavyo anavyovitaka, wa yakhtar, na anachagua vile ambavyo anavyovitaka. Ma kana lahumul khiyaratu subhanahu wa ta'ala amma yushrikun, viumbe hawana khiari yoyote. Ametukuka Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale ambayo wamshirikishayo. Kwa hiyo masala ya zama na wakati, Allah yeye ndo anazichagua kwa hiari yake na hikma yake. Tumeona katika zama hizi tuliokuwepo nazo au wakati huu ni katika masiku bora, ni katika masiku bora, na pia vile vile katika masiku haya zinafanyika ibada katika sehemu bora. Sehemu yenyewe ni Makkah al-Mukarrama, ni huko Makkah, mahali ambapo kumetukuzwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini sisi tutashirikiana nao kwa kuwa masiku haya ni bora katika ulimwengu mzima. Khairu ayami dunya
ni masiku bora katika masiku ya ulimwengu wote, lakini katika sehemu Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndio ambaye anachagua wa yakhtar wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Mola wako anaumba vile anavyovitaka na anachagua. Kwa hiyo ameichagua Makka kuwa ni katika sehemu bora kabisa. Usiulize wewe Muislamu au mtu mwingine yeyote kwa nini imechaguliwa Makka, bali ni kwa mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala na hikima zake Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika vitu bora ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala alivyotupa sisi waislamu au wanadamu ni haya masiku ya ashrun dhulhijja, masiku 10 ya dhulhijja ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameapa nayo katika kitabu chake kitakatifu kwa kusema wal fajr wa layalin ashr, na apa na wakati wa asubuhi na masiku 10 yaliyokuwa bora, wa layalin ashr, na masiku 10 ya mwezi wa dhulhijja. Haijalishi kwamba baadhi ya mufassirin wamesema masiku 10 katika masiku ya Ramadhan, zile siku za mwisho katika siku 10, na ndio maana wakasema imetumika walayalin ashr, na masiku 10 ya usiku. Hakusema ayyam kwa sababu kuna tofauti ya layal na kuna tofauti ya ayyam. Kwa hiyo kuna baadhi ya salaf wanasema ni masiku 10 ya mwezi wa Ramadhan, lakini pia wengine wanasema ni masiku 10 ya mwezi wa Dhulhijja, na hayo ndio ambayo ameyasema al-Imam Ibn Kathir, akasema wa huwa sahih, na ndiyo kauli iliyokuwa sahihi. Qala as-Sa'di rahimallahu ta'ala, amesema al-Imam as-Sa'di katika kutafsiri aya hiyo akasema wa fi ayyam ashrin dhilhijja al-uqufu bi'arafa, kwa sababu masiku 10 haya ni bora, kwa sababu ndani ya masiku 10 haya waislamu watasimama sehemu inayoitwa Arafa, alladhi yaghfiru Allahu fihi liibadihi, sehemu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala atawasamehe waja wake maghfiratan, msamaha ambao yahzunu laha shaytan, utamkasirisha shaytan. Fa innahu ma ru'ya ash-shaytanu ahqara wa adhara, kwa sababu hakuonekanwa shaytani katika siku hiyo ni mtu dhalili au ni kitu dhalili kabisa. Wa adhara, na ni kitu kilichosagwa fi yaumi Arafa, kuliko katika siku ile ya Arafa, kwa sababu min tanazzulil amlak warahmat min Allah, kwa sababu ya kushuka malaika na rahma kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala ala ibadihi, kwa waja wake. Wayaqau fiha kathirun min af'ali al-hajj, kwa sababu katika haya masiku 10 yanafanyika mengi katika matendo ya haji, wal umra kadhalika, na umra. Wa hadhihi ashya'un mu'azzama, na vitu hivi ni vitu vilivyotukuzwa, mustahaqqa an yaqsima Allah subhanahu wa ta'ala, kwa hiyo vina haki na vinastahiki Allah subhanahu wa ta'ala kuapa na siku hizi. Kwa hiyo watukufu wa Islam, katika haya masiku 10 ubora wake ni kwamba ndani ya haya masiku 10 watu watatekeleza ibada nyingi sana za haji, na hija ni moja katika nguzo za Kiislamu, katika zile nguzo 5 ambazo alizitaja Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wakati thabata fi sahih al-Bukhari, na imethibiti katika sahih al-Bukhari, an ibn Abbas marfu'an, kutoka kwa Ibn Abbas, hadithi marfu' kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ma min ayamin al-amalu as-salih ahabbu ila Allah fihinna min hadhihi al-ayyam, hakuna masiku yoyote matendo mazuri yanapendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuliko masiku haya 10. Qalu, masahaba wakasema, wala aljihadu fi sabilillah,
masiku haya basi pia yatashinda jihad katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, mtume akasema, wala aljihadu fi sabilillah, hata jihad itashindwa na matendo mazuri katika siku 10 hizi. Illa, isipokuwa mtume akatoa, illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dhalika bi shay', isipokuwa mtu ambaye aliyekwenda jihad kwa nafsi yake yeye mwenyewe na mali yake, na hakurudi kutoka jihadi na kitu chochote, kwa maana amefia huko huko, ameenda na mali zake na wanyama wake na panga zake na mishari yake, kisha akafia huko huko katika jihadi. Mtu huyu ndo atamshinda yule ambaye atakuwa anatenda matendo mazuri katika siku hizi 10, kuonyesha kwamba hizi siku 10 ni siku bora sana, kwa sababu ni siku ambazo zimeshinda jihadi fi sabilillah. Na nyinyi mnafahamu kwamba jihadi ni kitu bora kabisa katika matendo ya Muislamu. Ndugu zangu Waislamu, katika masiku haya 10 tunatakikana tulete dhikri at-takbir pamoja na siyamu mbalimbali, watu kufunga katika ndani ya masiku haya, kuleta dhikri, kuleta takbir, kama vile Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema kwenye kitabu chake. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa'adhin fi an-nas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma Allah fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'is al-faqir. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kumwambia Nabii Ibrahim, watangazie watu, watakuja hali ya kukujia wewe kwa miguu, na watakujia na mnyama ambaye aliyekonda kutoka kila pembezoni mwa dunia, liyashhadu manafi'a lahum, ili washuhudie manufaa yao, wayadhkuru isma Allah, na walitaja jina la Allah subhanahu wa ta'ala, fi ayyamin ma'lumat, katika masiku yenye kujulikana. As-salaf wametafsiri kwamba ayyamin ma'lumat ni haya masiku 10, alama razaqahum min bahimatil an'am, juu ya yale ambayo wameruzukiwa na wanyama wenye miguu 4. Fakulu minha, kuleni katika wanyama hao, wa at'imul ba'is al-faqir, na walisheni wale ambao wenye shida tena ni mafakiri. Ndugu zangu Waislamu, haya masiku 10 kwa kila Muislamu kwa nafasi yake na wakati wake amtaje Allah subhanahu wa ta'ala kwa dhikri na takbir na tahlili mbalimbali, na kusoma Qur'an na kujishughulisha na masala khairat, kutoa sadaka na mingineyo ambayo tumehimizwa katika matendo mazuri. Aqulu ma tasma'un wa billahi tawfiq. Alhamdulillah wassalatu wassalam على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ndugu zangu Waislamu, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa mara nyingine na kumsalia mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa mara nyingine, tambueni katika hizi siku 10 kama tulivyozitaja ndani ya haya masiku 10, katika siku ya 9 kuna siku ya Arafa. Siku ya Arafa, ndugu zangu Waislamu, ni moja katika siku ambazo ni bora kuliko katika siku zote hizo tulizozitaja. Fa huwa al-yawm at-tasi', nayo ni ile siku ya 9 min Dhulhijja, katika Dhulhijja. Siku ya Arafa ni siku bora sana kwa sababu imebeba ujumbe mzito. Katika hayo ni kukamilishwa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na kutimilizwa neema ya Allah subhanahu wa ta'ala, na hilo amelithibitisha mwenyewe kwenye kitabu chake kwa kusema al-yawma, yani leo siku ya Arafa, akmaltu lakum dinakum, nimeikamilisha kwenu nyinyi dini yenu, wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimeitimiza kwenu nyinyi neema yangu, wa raditu lakumul islam dinan, na nimeridhia Uislamu kwenu nyinyi kuwa ni dini. Kwa siku hii ni siku adhim, ni siku ya kihistoria,
kwa sababu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ilikamilika katika siku hiyo. Na ndiyo maana al-Imam Malik akasema, faman lam yakun yawma idhin dinan fala yakunu liyawma dinan, ikiwa jambo ambalo siku hiyo dini ilipokamilika halikuwa ni dini, basi leo haliwezi kuwa ni dini katu hata siku moja. Kwa hiyo mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam na Uislamu kwa ujumla ulikamilika katika siku ya Arafa. Kwa hiyo ni bora kuitukuza siku hii, na kuitukuza kwetu kwanza kwa wale ambao wameshuhudia viwanja vitakatifu, wao ni kufanya kisimamo katika sehemu hii ya Arafa. Ndugu zangu Waislamu, Arafa ni mji ambao uko nje ya Makka. Arafa ni mji ambao uko nje ya Makka. Kwa kutoka Makka mpaka Arafa takriban ni kilomita 21. Kwa hiyo iko katika mipaka ya Makkah al-Mukarram. Haina ufadhila wowote isipokuwa katika ile siku ya 9 fadhila zake ndio zinapatikana. Kwa hiyo ukenda Makka kule usije ukasema katika siku ambayo si za hija ukasema bwana mimi nitafanya ziara Arafa, itakuwa unafanya bid'a katika Uislamu. Bali unatakikana uende Arafa katika siku ya 9 ya Dhulhijja, kwa sababu Arafa iko nje ya Makka, na ukiswali swala zake ni sawa sawa umeswali huku kwetu tu, kwa sababu iko nje ya mipaka ya Makka kilomita 21. Lakini siku ile inakuwa ni siku takatifu kwa sababu malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala wanashuka pale kwa ajili ya kuleta ujumbe kwamba wale waliohudhuria pale wamesamehewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah mwenyewe pia anashuka katika viwanja vya Arafa kuwashuhudia waja wake na kuwaambia nimewasamehe madhambi yenu. Ndio ile hadithi ya bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam inayosema, man hajja falam yarfuth walam yafsuk raja'a ka yawm waladat ummi, mwenye kuhiji na asifanye mambo machafu, asizungumze matusi, basi atarudi kama vile alivyozaliwa kutoka katika tumbo la mama yake. Kwa maana hana dhambi atakayesimama Arafa katika viwanja vya Arafa. Kwa hiyo nilikuwa nataka kuwapa picha kwamba Arafa ni sehemu ambayo watu wanasimama, na sisi tusiokwenda kwa mwaka huu, Mtume alayhi salatu wassalam amesema katika hadithi yake, siyamu yaumi Arafa, kufunga siku ya Arafa, sio kufunga siku ya 9 kama vile watu wengi wanavyobabaishwa, ni kufunga ile siku ya Arafa. Ile siyamu imeegemezwa na kitendo cha Arafa, siyamu yaumi Arafa, kufunga siku ya Arafa, sio kufunga siku ya 9. Ukifunga siku ya 9 umekwenda arijojo, lakini watakikana ufunge siku ya Arafa Muislamu, ili kushirikiana na ndugu zako waliokuwepo kule Arafa. Mtume alayhi salatu wasalam amesema yukaffiru sanata almadhiya walbaqiya. Mtume alayhi salatu wasalam anasema atawasamehe Allah subhanahu wa ta'ala dhambi zilizopita na dhambi zinazokuja mwaka unaofuata. Ndugu zangu Waislamu, kwa hiyo siku hii tunaiadhimisha kwa kufunga, kushirikiana na ndugu zetu ambao waliokuwepo Makka. Sasa kama wewe utafunga Arafa yako, au kuna mji wako unaitwa Arafa, ima uwe Afrika Uyombo au uwe Geza Ulole au uwe Machui, hiyo utajua wewe mwenyewe, lakini twajua sisi Arafa inapatikana ndani ya Makka, na sisi tunatakikana tuungane na ndugu zetu katika swala la kufunga. Watukufu wa Islam, wal fajr wa layalin 10. Ndugu zangu Waislamu, ndani ya masiku haya 10 kuna ibada kubwa. Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba sisi waja wake kwa malengo makubwa, malengo ambayo ni ya kumwabudu yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, sikuumba majini na watu isipokuwa niabudu mimi. Ma uridu minhum min rizqi wama uridu an yut'imun, sitaki kutoka kwao riziki aina yoyote, na wala sitaki kutoka kwao mimi wanilishe.
na katika ibada kubwa, wa min a'zam anwa'i al-ibada, na katika kubwa kabisa katika ibada adhabhu, ni kuchinja. Ndugu zangu Waislamu, hilo ni katika jambo kubwa sana. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwenye kitabu chake, inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin, hakika sala yangu na kichinjwa changu, wa mahayaya, na uhai wangu mimi ninaoishi mimi, wa mamati, na kufa kwangu, lillahi rabbil alamin, ninamtumikia Allah subhanahu wa ta'ala, bwana wa viumbe wote, la sharika lah, mola ambaye hana mshirika, wa bidhalika, na kwa sababu hiyo, umirtu, mimi nimeamrishwa, wa ana awwalul muslimin, na mimi ni muislamu wa mwanzo. Kwa hiyo tukufu wa Uislamu, swala la kuchinja ni katika ibada kubwa sana kwa muislamu kutekeleza katika masiku haya 10. Allah subhanahu wa ta'ala anasema tena kwenye kitabu chake, inna a'tainaka al-kauthar fasalli li rabbika wanhar, hakika sisi tumekupa wewe kauthar, basi swali kwa ajili ya Mola wako na chinja kwa ajili ya Mola wako. Watukufu wa Islam, Allah subhanahu wa ta'ala ibada hii ya kuchinja ameiamrisha katika kila umma, kila zama, kila mtume aliyekuja, basi watu wake wameamrishwa wachinje mbuzi au wachinje ng'ombe. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru isma Allah ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahun wahid, kila umma umejaliwa mansaka, mihanga na sehemu za kuchinja, ili wamtaji Allah subhanahu wa ta'ala kwa vile ambavyo Allah amewaruzuku katika wanyama. Fa ilahukum ilahun wahid, Mungu wenu ni Mungu mmoja. Falau aslimu wabashiril mukhbitin, kwake yeye jinyenyekesheni na wabashirie wale wenye kunyenyekea. Allah subhanahu wa ta'ala anasema maneno hayo. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, tuwe tayari katika haya masiku 10, tujitahidi kutekeleza yote yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyataja kwenye kitabu chake, au yale ambayo ameyataja Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, nayo ni kufunga Arafa, kuchinja, na kadhalika yule ambaye mwenye nia kuchinja asinyoe nywele zake, asikate kucha, asifanye yale mambo ambayo mahujaji kule watakikani kuyafanya, kuonyesha kwamba kuna mafungamano makubwa kati ya wale na sisi. Ikiwa wewe unakuwa nao kinyume, kwa maana huna mafungamano na wale, unatoka katika mstari. Kwa ndugu zangu Waislamu, swala la Arafa ni siku ambayo watu wanasimama Arafa kule Makkah al-Mukarrama au nje ya Makkah, na swala la kufunga na swala la kusali Eid ni siku ya 10. Ndio Muislamu unatakikana usali Eid na utekeleze yale ambayo Mtume alayhi salatu wassalam yote ameyatekeleza. Ndugu zangu Waislamu, tumeyabainisha hayo kwa ujumla, lakini kuna mambo mengi ya kuzungumza kuhusiana na masala ya Eid, vile vile ahkamu zake na sheria zake, na kadhalika kuna mambo ya kuchinja, mnyama gani anafaa kuchinjwa, yukoje. Lakini almuhimu Muislamu ujitahidi kuchinja mnyama, kuchinja mbuzi au kondoo, usiwe ni mtu mwenye kuombaomba nyama za watu. Leo hii Muislamu ambaye anajishughulisha, ima awe mwalimu au muajiriwa, kwa mwaka mzima washindwa kupata 90,000 au 80,000 kwa ajili ya kununua mbuzi wako, na wamchinja wewe mwenyewe, wamla wewe mwenyewe. Mbuzi huyo nyama unamchinja, sio kwamba wamtupa au unawapelekea watu wengine, unakula wewe mwenyewe na familia yako, na Allah subhanahu wa ta'ala atakupa ujira mkubwa, tena mkubwa zaidi, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala jambo hilo amelielezea kwenye Qur'an kwamba tule kisha tuwalishe maskini kama kuna nyama iliyobakia. Lakini kuombaomba katika majumba ya watu, nipe kilo 1, nipe kilo 2, hii sio katika tabia ya Muislamu. Lakini kwa wale maskini na wale ambao wenye uwezo, watawalisha maskini, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala asema wa'at'imul ba'is al-faqir,
walisheni wenye shida, tena wale ambao ni mafakiri watakikane muwapa nyama. Ndugu zangu Waislamu, kwa haya machache na mingineyo ambayo yatakuja mbele, tunataka tuishie hapa kwa ajili ya kufupisha hutuba yetu, na watu waondoke na kitu kwamba sisi pale msikitini tumeambiwa kwamba kufunga ni ile siku ya Arafa, watu wanaposimama Arafa, kwa sababu Arafa inapatikana Maka peke yake, haipatikani Palestina, haipatikani sijui Syria, haipatikani Tanzania, bali inapatikana katika mji wa Makka, katika sehemu ambayo inaitwa Arafa. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa aqimis salat.